Karibu mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa kwa wakati huu, na tunaangazia taarifa ya kujiuzulu kwa msemaji wa ikulu ya Marekani Karoline Leavitt. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa katibu wake wa habari wa ikulu Karoline Leavitt ataondoka katika nafasi hiyo mwishoni mwa mwezi Agosti. Leavitt mwenye umri wa miaka 28 anamaliza majukumu yake katika ikulu hiyo ikiwa ni chini ya mwezi mmoja tangu aliporejea kazini baada ya kuchukua likizo ya uzazi kufuatia kujifungua mtoto wake wa kike Viviana Mei 1. Trump amesema Leavitt ameamua kujiuzulu ili apate muda zaidi wa kuwa pamoja na watoto wake wadogo na familia yake, akisema anauelewa na kuheshimu uamuzi huo. Rais huyo pia ameeleza kuwa Leavitt hataondoka kabisa katika shughuli za kisiasa, bali ataendelea kuwa mmoja wa washauri wake wakuu kutoka nje ya serikali. Trump amesema pia atashirikiana na chama cha Republican katika kampeni za kukabiliana na uchaguzi wa katikati ya muhula unaotarajiwa kufanyika Novemba. Leavitt aliteuliwa kuwa katibu wa habari wa ikulu baada ya Trump kurejea madarakani Januari 2025. Akiwa na umri wa miaka 27 wakati huo, aliweka rekodi ya kuwa mtu mwenye umri mdogo zaidi kuwahi kushika nafasi hiyo katika historia ya Marekani. Leavitt na mume wake Nicholas Riccio, ambaye ni mfanyabiashara wa mali isiyohamishika, wana watoto wawili. Baada ya kujifungua mtoto wake wa kike Viviana Mei 1, Leavitt alichukua likizo ya uzazi na baadaye kurejea ikulu ambapo aliongoza mkutano na waandishi wa habari Julai 16. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X, Leavitt alisema kuwa mama na kumpokea mtoto mpya huku akiendelea na moja ya kazi zinazohitaji muda na umakini mkubwa duniani kumekuwa kipindi chenye furaha, lakini pia changamoto kubwa kwake. Leavitt alisema tangu aliporejea kazini baada ya kujifungua, amekuwa akihisi kuwa hawezi kuwapa watoto wake wawili muda na malezi wanayostahili, huku akitimiza kikamilifu majukumu mazito ya katibu wa habari wa ikulu. Ndiyo maana hatimaye nimefanya uamuzi mgumu wenye hisia mchanganyiko wa kuondoka ikulu na kuanza ukurasa mpya katika maisha yangu, alisema. Kuondoka kwa Leavitt kunafungua nafasi hiyo kwa mara nyingine katika utawala wa Trump, huku rais huyo bado hajamtangaza atakayemrithi katika nafasi ya katibu wa habari wa ikulu. Katika muhula wake wa kwanza wa urais kuanzia Januari 2017 hadi Januari 2021, Trump alikuwa na makatibu 4 wa habari wa ikulu. Hii ni taarifa nyingine nzito kutoka huko nchini Marekani katika ikulu ya White House, ambapo rasmi sasa Karoline Leavitt ametangaza kujiuzulu nafasi yake ya katibu wa habari wa ikulu, na amesema kwamba anatamani kutumia muda zaidi kuilea familia yake pamoja na mume wake, kwa sababu alijifungua mtoto mnamo Mei 1, mtoto wa kike. Hivyo anatamani kupata muda zaidi kukaa na watoto wake wadogo wawili na kuendelea kuwa nao karibu, kuwa mama bora zaidi ya alivyo sasa hivi. Basi mtazamaji wetu, Trump mwenyewe ameridhia kwa kusema kwamba tayari ataondoka mwishoni mwa mwezi Agosti. Hivyo sasa kuna wajibu wa Trump kuweza kuthibitisha au kumleta katibu mwingine wa habari wa ikulu ya Marekani.